Jeneza moja baada ya lingine lilipangwa mbele ya waombolezaji waliokuwa wamehudhuria ibada ya wafu ya pamoja ya watu 8 waliouawa siku 4 zilizopita eneo la Loruk. Matokeo ya mapigano kati ya jamii mbili zinazoishi eneo hilo. Ibada ikifanyika eneo la Ngarimara na kuwakutanisha jamaa na marafiki wa waliouawa, wengi wakizidiwa na jazba na hisia na hata kushindwa kujizuia. Uchungu wa kupoteza wapendwa. Viongozi wa huku wakiongozwa na gavana wa Isiolo Godana Doyo wakishtumu serikali ya kitaifa kwa kutojizatiti ipasavyo kukabiliana na visa vya ukosefu wa usalama, wakitoa mfano wa kutokuwepo kwa maafisa wote wa polisi wa akiba. Sasa sisi tumekuwa ndio wakupigwa hapa karibu. Na ndio sababu hawa vijana wamekufa kwa sababu wamefuata mifugo yao imeibiwa usiku wa kuamkia Jumatatu. Baadaye kila wafu wakazikwa walikotoka, huku wito ukitolewa kwa waliotekeleza mauaji haya kukamatwa ili wakumbane na sheria. Haya yakiarifiwa, licha ya kuwepo kwa maafisa wa usalama wanaoendesha operesheni kaunti ya Baringo ya kupokonya silaha, wavamizi walishambulia kijiji cha Lokis huko Pokot Mashariki na kuwaua watoto 2. Uvamizi huu ukifanyika takriban kilomita 100 hivi kutoka Kapedo. Wavamizi hao wanaodaiwa kuwa ni wa kutoka jamii jirani walifanikiwa kuiba zaidi ya mbuzi 400. Watoto 2 walitoweka wakati wa uvamizi huo na baadaye habari za tanzia zikafuatia kwa walipatikana wakiwa wamefariki. Huu ni uvamizi wa pili kufanyika baada ya operesheni kuanzishwa na vitengo mbalimbali vya usalama maeneo tofauti Baringo kufuatia kuuawa kwa watu 23 wakiwemo maafisa wa polisi na raia. Patrick Njendi, Citizen Nipashe, Wikendi.